Ahmed al-Sharaa, kiongozi mpya wa Syria ambaye mwanzo alikuwa amewekwa kwenye listi ya magaidi wanaotafutwa na Marekani. Leo hii anaingia ndani ya ikulu ya Marekani, White House, sio kama mfungwa wala sio kama gaidi tena, ila kama mshirika. Yaani tunasema kutoka kuwa gaidi mpaka kuwa mshirika wa Marekani. Maana ameenda kuonana na Donald Trump. Kumbuka, mtu ambaye ziliwekwa dola milioni 10 kwa atakayetoa taarifa alipo Ahmed al-Sharaa, kipindi kile akijulikana kama Mohammed al-Joran, aliyekuwa ni kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State, na baadaye amekuwa kiongozi wa Syria, na baada ya kuwa kiongozi wa Syria, basi leo anaenda kuonana na rais wa Marekani Donald Trump. Na tunakumbuka mara ya kwanza walionana pale Saudi Arabia, Riyadh. Walionana pale wakati Donald Trump alipoitembelea Saudi Arabia. Nakumbuka pale walionana na Donald Trump akamsifia kuwa ni a tough guy, alafu jamaa yuko vizuri. Yani ndo maneno ya Donald Trump. Kwa hiyo tunapoongeaga siku zote kuwa kila kitu huwa kinapangwa. Tunapoongeaga siku zote kuwa Marekani wana sera moja inayosema Marekani hana adui wa kudumu, hana rafiki wa kudumu, ana maslahi ya kudumu. Inawezekanaje leo mtu ambaye mlitenga dola za Kimarekani milioni 10 kwa mtu atakayetoa taarifa au atakayeleta kichwa cha Mohammed al-Joran ambaye kwa sasa anajiita Ahmed al-Sharaa, leo hii mmekuwa na ushirika naye? Inawezekanaje? Ndio ujue kuwa tunaishi kwenye dunia ambayo inaandikiwa kila kitu. Madai makubwa ya Marekani ni kwamba wanataka raia wa Syria waishi maisha mazuri baada ya miaka 14 ya vita, na vita ambavyo walivianzisha wao wenyewe. Nafikiri mnakumbuka wakati ule wa utawala wa Barack Obama ndio walienda kuivamia Damascus. Maana Damascus ndo mji mkuu wa Syria, ambapo Syria ilikuwa inaongozwa na bwana alikuwa anajulikana kama Bashar al-Assad, ambaye yeye alikuwa ni mshirika mzuri sana wa Urusi. Siku zote nimekuwa nikikwambia, ukiona popote pana migogoro, ujue ni watu wawili wanapigana, mataifa mawili yanapigana, kati ya Urusi na Marekani. Na Marekani anataka yeye ndo hii dunia, maana amejipa huo ukapteni. Na tunajua by the way, sera za Marekani ni za kinyonyaji tofauti na za Urusi, kwa sababu sera za Urusi inakuwa ni win-win situation, alafu hamna kuingiliwa kwenye mambo yenu. No, yeye mnafanya naye biashara tu, mambo mnayoyafanya nyinyi huko ni nyinyi wenyewe, tofauti na Marekani, kwa sababu Marekani anataka akuingilie, akupangie mpaka namna ya kulala ndani, kitanda ukigeuzie upande gani. Hakupi uhuru huo kabisa Marekani. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Sasa huyu Ahmed al-Sharaa leo anaingia ndani ya kuta za White House Marekani, mtu ambaye hapo mwanzo alikuwa ni gaidi ambaye zimetengwa dola milioni 10 kwa ajili ya kumkamata. Hii ndio maana tutakwambia mambo huwa yanapangwa. Kumbuka Ahmed al-Sharaa na kikundi chake ndio waliomuondoa Bashar al-Assad madarakani, na tarehe 8 mwezi wa 12 2024 ndio wakatangaza sasa rasmi na kuwa Bashar al-Assad amekimbilia kusikojulikana, na baadaye ikajulikana kuwa ameenda nchini Urusi, yeye pamoja na familia yake. Alafu huyu bwana akaingia madarakani. Miezi michache Donald Trump anaitembelea Saudi Arabia, huyu bwana naye yuko pale. Na yuko pale na Donald Trump akasema tunataka kuondoa vikwazo kwa Syria. Na hii pia Umoja wa Mataifa ukafuata hiyo line, kwa sababu Umoja wa Mataifa ni Marekani, hilo muweze kulijua. Na wenyewe wakafuata huo mstari. Yaani hapa tukimaanisha Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa ya Ulaya kama Uingereza na Ujerumani wakafuata hiyo laini kuondoa vikwazo kwa Syria. Miezi michache tu
baada ya utawala wa Bashar al-Assad kuanguka, na Ahmed al-Jorani akaondolewa kwenye blacklist ile ya wale magaidi wanaotafutwa duniani, akatolewa kule, akawa yeye akatakaswa, yani akasafishika, jina likasafishwa, na Ahmed al-Jorani basi amekuwa ni mshirika ambaye ni mshirika mzuri wa Marekani. Lakini tukumbuke wa Taliban pale Afghanistan, nakumbuka vizuri sana, Taliban pale wana miaka 4 tangu wameangusha utawala uliokuwepo Afghanistan, kwa sababu lengo ni lile lile tu, ili raia waweze kuishi maisha mazuri. Kama raia wa Syria wanatakiwa kuishi maisha mazuri, raia pia wa Afghanistan wanatakiwa waishi maisha mazuri pia vile vile. Lakini vipi miaka 4 ya utawala wa Taliban Afghanistan, mbona hawajaondolewa vikwazo? Mbona taifa la Afghanistan halijaondolewa vikwazo, na mbona halijatambuliwa na mataifa mengine ya magharibi? Na maana waliolitambua na kuweka uhusiano wa kidiplomasia ni Urusi pamoja na China, ndio waliotambua. Na juzi hapa tunaona Marekani akawa anasema anaitaka Bagram Base, hii ambayo ni Bagram Air Base ambayo iko pale Afghanistan. Maana 2021 ndio hawa wa Taliban waliingia pale, wakachukua nini? Wakachukua ili taifa ambalo ni taifa la Afghanistan, vikwazo havijaondolewa. Kwa nini upande wa Syria hata mwaka hatujamaliza, miezi kadhaa tu tayari Syria imeondolewa vikwazo? Ni kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeandikwa kwenye script, ndipo mtakapojua wenyewe kuwa chanzo cha ugaidi duniani sio kama ambavyo tumekuwa tukiambiwa ni Uislamu ndio chanzo cha ugaidi duniani. Kuna watu nikiongea hivyo wanasema, naona huyu ni Muislamu aliyetupwa kwenye Ukristo. Sio kweli, sijawahi hata siku moja kuwa Muislamu. Lakini ukweli unapoongelewa, acha tuongee, kwa sababu Uislamu ndio umekuwa ukilaumiwa sana kuwa huu ndio unafanya nini, unazalisha magaidi. Na nimekuwa nikikwambia hapa siku zote, Muislamu wa kweli sio gaidi, na gaidi sio Muislamu, kwa sababu Uislamu unakataa kuua. Kuna aya inasema kwenye msaafu wa Waislamu kuwa kuua ni rahisi kuliko kuhuisha, lakini Allah ndiye atiaye uzima. Sasa kama Allah ndiye atiaye uzima, vipi how comes tena uende ukaue watu? Kwa hiyo unaweza ukaona mambo kama haya ni kwa sababu ya script ambayo imeandikwa. Lakini tunajiuliza kitu kimoja, ni kwa nini Marekani sasa? Kwa sababu tunakumbuka huyu bwana Ahmed al-Sharaa alikuwa juzi Urusi kuonana na Vladimir Putin. Wakaonana, wakaongea. Jambo la kwanza alisema ameenda kumdai Bashar al-Assad kwa makosa aliyoyafanya ndani ya Syria, inabidi akawajibike. Hilo alikuwa analijua kabisa, kwa Urusi hawezi akamtoa Bashar al-Assad, lakini angalau basi auonyeshe au waonyeshe walimwengu kuwa alijaribu, ingawa juhudi zake ziligonga mwamba. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kuhusiana na kuiomba Urusi kuijenga Syria upya. Maana Syria miaka 14 ya vita, kuijenga upya. Kwa hiyo hilo walikuwa wamekubaliana na Vladimir Putin, na Putin naye akakubali, kwa sababu ndani ya Syria bado kuna kambi za jeshi za Urusi. Umeona? Lakini bado pia kuna umuhimu sana wa Urusi kushika hayo maeneo ya Syria. Leo anaondoka huyu bwana Ahmed al-Sharaa, ameenda Marekani. Marekani kwa nini anamtaka? Marekani anamtaka huyu kwa sababu, kumbuka hiyo West Asia, Marekani ana kambi 19 za kijeshi. Na kwa nini tena anataka kuweka kambi nyingine ya kijeshi pale Syria? Kwa sababu wataalamu wameenda kupeleleza na kuangalia hizi running ways za ndege pale Damascus, lakini pia ndege C-130 au 130 na yenyewe imetua pale na hivyo. Kwa hiyo iko namna hiyo, lakini sasa kikubwa ni kujenga kambi pale ambayo ni kambi ya Marekani. Kwa nini Marekani anataka ajenge kambi na aendelee kupanua wakati ana kambi nyingi ziko hiyo West Asia? Hapa kuna vitu vinne vinavyompelekea Marekani atake kuweka kambi pale. Jambo la kwanza tunasema ni logistics, maana yake vifaa. Jambo la pili refueling kwa maana gani? Kwa maana kuwa itamrahisishia Marekani, kwa sababu Marekani ni Israeli ni Marekani. Kwa hiyo itarahisisha Israeli katika kufanya operesheni zake, kwa sababu kwa namna au aina ya ndege ambazo huyu Israeli anazo
ni ndege ambazo lazima uongeze mafuta njiani unapoenda. Mfano, akiamua kwenda kushambulia Irani, ni lazima aongeze mafuta njiani. Kwa ni Damascus ni mji ambao ni mji umekaa kimkakati zaidi, refueling. Lakini kitu kingine tunaita surveillance, ambayo ni nini tutahitaji? Surveillance ni nini? Ufuatiliaji. Tunaweza kusema hivyo, ufuatiliaji. Jambo lingine ni tunaita humanitarian mission. Ndio mambo hayo manne yanayofanya huyu Marekani aweke uhusiano mkubwa na kumshawishi sana Ahmed al-Jorani ambaye ni kibaraka wao kuweza kuweka usahihi pale. Kwa hiyo wamesema as long as kambi ya Marekani iko pale, nyinyi mtaendelea kuwa salama. Lakini kama mtakataa kambi ya Marekani siweko hapo, basi tutafikiria namna ya kuwafanya. Mbona hiyo ndio Marekani namna alivyo. Kwa hiyo ikabidi tu sasa bwana huyu akubaliane na masharti. Lakini kama nilivyokuambia, kila kitu huwa kinaenda kwa script, kinakuwa kimeandikwa. Na hii imeandikwa. Ndio maana leo hii inawezekanaje mtu ambaye alikuwa ni gaidi anatafutwa, eti leo ndio huyu anakaribishwa Marekani kama partner, yani kutoka kuwa gaidi mpaka kuwa mshirika wa Marekani. Ndio ujue sasa, uelewe ile sera ya Marekani kuwa the government of United States of America have no permanent friend or permanent enemy but permanent interest. Hilo ulielewe hilo. Serikali ya Marekani haina adui wa kudumu, haina rafiki wa kudumu, ila ina maslahi ya kudumu. Kama ulikuwa rafiki, unaweza kuwa adui saa yoyote. Kama ulikuwa adui, unaweza kuwa rafiki saa yoyote. Kwa sababu tu kama kuna maslahi yao wakiyaona, maana wao wanachojali wa Marekani ni maslahi. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, tunawashukuru kuendelea kutufuatilia hapa katika chaneli hii ya Ukuu wa Mwafrika.